Dar es Salaam Young Africans ameendelea wimbi la kupata sare ya tatu mfululizo. Hapo juzi wameweza kuipata dhidi ya Mtibwa Sugar. Kwanza unazungumziaje kuhusiana na performance ya Dar es Salaam Young Africans katika hizi mechi 5 mfululizo za hivi karibuni? Ni performance ambayo hairidhishi. Tunazungumza kwa club kama Young Africans kwenye miaka kadhaa huko nyuma ilikuwa ina hiyo trend ya kupata matokeo. Unajua kuna ile watu walikuwa wameweka kama utaratibu, watu wana uhalali wa kushinda kwenye kila mchezo, lakini sasa hivi vitu vimekuwa tofauti. Nazungumza sare 3 mfululizo kwa mara ya kwanza kwa Young Africans kwenye kipindi cha hivi karibuni. Watu hawakuwahi kuona kile ambacho kinaendelea, na watu wanajiuliza sababu ni nini, yani kwa nini inakuwa hivi. Kwenye mechi 5 hapa ametoka kucheza dhidi ya Prison, kama unakumbuka mechi ile imepigwa danadana sana. Wanakuja kupata matokeo dakika za jioni kabisa, goli la Depo, goli 1-0, na yenyewe pia haikuwa mechi rahisi, ilikuwa ina hayo mazingira ya mechi kumalizika kwenye sare tena. Kwa hiyo unaona ni wamepitia kipindi kigumu hapa katikati, lakini yote yanatokana na timu kutokuwa sawa sawa kwenye eneo la ufundishaji, kwenye performance ya baadhi ya wachezaji kudrop. Kuna baadhi ya wachezaji hawapati nafasi kabisa. Sijajua ni nini mwalimu anatamani kiwe, kwa sababu kuna wachezaji ukiangalia kwa sasa, mtazame mtu kama Max hayuko kwenye ile pika ambayo tumezoea kumuona nayo Max kwenye misimu kadhaa nyuma. Ukimtazama mtu kama Mudathiri toka mpata majeraha amerudi, hajafikia ile form ambayo amekuwa nayo. Mtazame Clement Mzize anakosekana kwenye timu kwa muda mrefu. Ambao anapata nafasi pia, mtu kama Israel, kuna mechi anakuonyesha kabisa imefika time amechoka, hawezi kukofa kitu kingine chochote. Anaingia Kwasi Otola yao pia naye hakupi kile ambacho umekiona kwa Kwasi kabla hajapata majeraha. Kwa hiyo kumekuwa na hizo ups and down, lakini mimi ambacho kinanishangaza, kuna baadhi ya watu wako kwenye timu na hapati dakika za kutosha. Una mtu kama Kibwana Shomari yuko kwenye timu yako, hapati dakika za kutosha. Timu yako hiyo ina mtu kama Shua Boy, timu yako ina mtu kama Faridi Musa, bado pia hapati dakika za kutosha. Sasa sijui ni majeraha, kwa sababu sijaona taarifa rasmi ya club ikisema watu wana majeraha. Sijaona taarifa rasmi kumuhusu mtu kama Faridi kwamba ana majeraha, lakini ni watu ambao tunaona wana train. Pia kumekuwa kuna hizo taarifa kwamba kuna baadhi ya watu mwalimu tu yeye mwenyewe haoni sababu ya kuwa kwenye kikosi, lakini ndio watu ambao wanatakiwa kuwajumuisha kwenye nyakati kama hizi. Wachezaji wako wametumika kwa muda mrefu kwenye mechi nyingi, wanahitaji pia wapate muda wa mapumziko, kuhakikisha wanarudisha miili yao kwenye hali ya utimamu, wazidi kuja kukupa kitu bora. Lakini imekuwa kidogo inatoa changamoto na hiyo picha sintofahamu, ndio maana tunaona haya matokeo ambayo sio rafiki yamekuwa yanafurulizana. Watu wanazungumza kuhusiana na fatigue, lakini hiyo fatigue ni walimu ndio wanaitaka. Ukijaribu kuwaza sababu ya mtu kama Shuaboy kutokucheza ni nini, hakuna majibu kamili. Sababu ya Faridi kutokucheza ni nini, hakuna majibu kamili. Una mtu kama Kibwana kwenye timu yake, sababu ya kutokucheza ni nini, kuna majibu kamili. Una wale vijana wa watu wa Zanzibar wakina Ninju, kwa nini hawachezi? Wengine hakuna ambacho anacho, yani hawaderivi kile ambacho mwalimu anatamani kukiona kutoka kwao, ndio maana hawapi nafasi. Sidhani, kwa sababu ili hawa watu wakupe inabidi wacheze. Yani haiwezi kuwa ni issue ya kiwanja cha mazoezi. Lazima wapate dakika za kucheza kwenye mechi, kwa sababu mazoezi ni tofauti na mechi. Mechi ni kitu kingine tofauti. Haijalishi ni mechi yenye ukubwa kiasi gani, lakini mechi kisha kwa mechi, hata ile concentration tu ya mchezo inabadilika, ni tofauti na mkiwa mazoezini. Unajua mazoezini, let's say mimi ni Kibwana na mkaba Pakome, siwezi kumkaba kama ambavyo nitaenda kumkaba Mpanzu kwenye mechi. Najua kabisa huyu nikifanya matumizi ya nguvu ya ziada naweza nikamuumiza kwenye mechi, si ndio tunaenda kuathirika. Huyu mtu tutamkosa kwa sababu ya majeraha ambayo tumeyatengeneza kwenye kiwanja cha mazoezi. Kwa hiyo naamini mwalimu anatakiwa pia kugawa dakika kwa wachezaji wake. Kila mtu hakikisha anapata dakika za kucheza, kwa sababu leo tunaona ubora unakosekana ni kwa sababu unayemuinua kutoka kwenye benchi hawezi kukupa kile ambacho ulikuwa unategemea kukipata. Ni kwa sababu anakosa match fitness, anakosa utimamu wa akili na mwili. Kwa hiyo kuna vitu vingi vikiwa vinapungua kwa mchezaji, usitegemee hiyo performance kubwa. Kwa hiyo kwangu mimi lawama ya kwanza itaanza kwa mwalimu kabla ya kufika kwa watu wengine. Lawama ianze kwa mwalimu, kwa maana hivi kwamba mwalimu ndio anayepelekea timu kutopata matokeo mazuri. Kwa sababu gani tunazungumza? Ni kwenye upangaji wa timu. Yeye ndo anayehusika kwenye kupanga hiyo timu, sio viongozi. Kitu kingine ambacho kinatokea kwa mwalimu, tunazungumza wewe ndo una jukumu la kukuza vipaji vya watu ambao vimedrop, wale ambao wamedumaa wakui. Wewe ni kazi yako kuhakikisha watu wanakuwa na ku-maintain kwenye wale ambao walikuwa wana perform wasishuke viwango. Lakini ukiangalia kinachotokea, wale walioko kwenye hiyo level wanaendelea kubaki pale pale, walioko chini wanaendelea kubaki kule kule chini. Kwa hiyo hata kwenye upangaji wako wa timu lazima hiyo changamoto uje kuiona. Yaani ndio hiki ambacho tunakizungumza leo, wanaoanza na wanaoingia ni vitu vile tofauti. Yaani leo unajua kuna ile
ukiwa unafanya mabadiliko, tunajua kabisa mbadala wa Mudathir ataingia Damaro. Hakuna option. Yani hapa ukitaka acheze Ninju ni kwenye mechi ambazo ni FA, tuna uhakika ku dominate mechi, tuna uhakika kupata matokeo kwa zaidi ya 80%, lakini kwenye mechi za ligi vitu vinakuwa tofauti. Kwa hiyo naamini mwalimu ana jukumu kubwa sana na ndo mtu wa kwanza ambaye mimi nitamdondoshia lawama kabla ya mtu mwingine yoyote, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji amependekeza wawe sehemu ya timu. Tunazungumza mtu kama Buba Jammeh, ni sehemu ya pendekezo lako kuwa kwenye timu, lakini why umtumii? Huenda hamit kile ambacho nyie mnakitaka kama club. Kinachotokea mwalimu sasa anatakiwa kuonyesha watu kwamba inawezekana huyu mtu ambaye tumemsajili, hatujamsajili kwa bahati mbaya, mweke kiwanjani acheze, lakini mwisho siku amekuwa hapati nafasi ya kucheza. Kwa hiyo kwangu mimi bado lawama zitabaki kwa mwalimu. Yes. Lakini tukiangalia msimu huu usajili ambao Yanga wameufanya, wachezaji wengi hawajafikia yale matarajio ambayo watu wengi walikuwa wanatamani kuyaona kwenye kikosi chao. Vipi, unalizungumziaje kama tunaweza tukasema kwa msimu huu timu ya Yanga kwenye upande wa usajili wamefeli ama la? Tunaweza kuzungumza wamefeli, lakini kitu kingine ni kutokuwa na subira pia. Ni swala lingine ambalo wao kama uongozi pia hii nawawekea wao wamefeli, kwa sababu cha kwanza hiki ambacho watu wanakizungumza kwamba wachezaji wameshindwa kufanya vizuri ni pressure ambayo tayari wao waliitengeneza mwanzo kipindi wanawasajili hawa watu. Utakumbuka kipindi anasajiliwa hapa Dumbia, watu wamuita mpaka AI. Yani ile sifa ambayo nyewe mnaiweka kwa mchezaji sio kitu kibaya, lakini ubaya unakuja kwenye haya mazingira akishindwa kudeliver kiwanjani. Kwamba mleta mchezaji mmemsifia na uwezo mkubwa, kwa nini uwezo tuuone? Tatizo la kwanza. Ukiangalia kwa Musa Bala Conte, wamezungumza vitu vingi sana kuhusu Musa Bala Conte, lakini amekuja hapa deliverance yake imekuwa ya kawaida kabisa, ambayo kwa hali ya kawaida unaamini kabisa huyo mchezaji unaweza kumpata kwenye mazingira ya mpira tu humu ndani. Kuna mtu kama Kevin Nash anaweza kukupa ambacho anakupa Musa Bala Conte, lakini hype ambayo imetengenezwa ndio inayozalisha haya watu kuanza kuzungumza kwamba wachezaji viwango ni vidogo na ni vya kawaida. Lakini naamini wangekuwa na wachezaji ambao wanakuja, yes, tuwatengenezee hiyo branding ya hawa watu kwamba ni wachezaji wazuri, isivuke. Yani unajua ikishavuka uhalisia, tukija uwanjani tunaanza kuona vitu haviendi kama ambavyo nyewe mmezungumza, na pressure kubwa unajua inatoka kwa mashabiki na wanachama kwamba mmetuambia huyu mchezaji ni mzuri, mbona vitu ni tofauti. Kwa hiyo hiyo pressure ikiwa kubwa, unafikia maamuzi ya kuachana na wachezaji. Lakini mimi naamini pia kuna hiyo time ya subira inatakiwa kuwepo. Subiri kwanza tuone kile ambacho tunakitaka kionekane, kinaweza kuonekana. Na wachezaji wengine wanakuaga na hizo, wanakonyesha hiyo green light mapema kwamba hawezi kusurvive kwenye haya mazingira. Ni kwa sababu labda ya hali ya ushindani kwenye kikosi, inaweza ikawa ni ngumu yeye kuperform, au dakika anazozipata ni chache. Lakini kama unapata dakika za kucheza na mwisho siku uonyeshi kidogo, inakuwa ni changamoto. Mtazame mtu kama Lassine Kouma, yuko kwenye timu mpaka sasa hivi na hapati dakika za kucheza za kutosha. Sasa why yuko kwenye timu? Kama bado mnaamini kwenye huyu mchezaji anaweza kufanya kitu, basi angalau anapata dakika kwenye kila mechi, angalau ana dakika 20, dakika 15 za kucheza, anaweza ka improve kwenye njia hiyo. Lakini anacheza mechi moja, zinapita mechi 6, unakuja kumwona dakika 10, ni ngumu sana mchezaji kuimprove na kukupa kile kitu bora ambacho wewe unakihitaji. Kwa hiyo kwenye eneo la usajili la msimu huu, naamini viongozi na benchi la ufundi kwa namna yao kila mtu amefeli, na wanafeli sehemu moja. Hata mabenchi ya ufundi pia kubadilika ni tatizo lingine. Yaani leo tuna kocha huyu anaamini kwenye hiki na wachezaji ambao walikuwepo, wakija kwenye mikono ya mtu mwingine itakuwa tofauti. Kwa kila mtu atakuja na falsafa ambazo yeye anaamini zinaweza kumpa matokeo, lakini wachezaji waliopo ikawa ni kikwazo. Kwa itabidi abadilishe pia aina ya wachezaji waliopo waendane na anachokitaka, twende kwenye matokeo. Hicho ambacho kinamtokea sasa hizi Pedro ni kwa sababu timu haikuwa ya kwake, ilikuwa ni ya mtu mwingine na maono ya mtu mwingine. Hayupo. Kinachotokea kwake ni mzigo. Na hii ni moja kati ya changamoto ambayo iko kwenye mpira wetu, sio yenye Africans, iko kwenye mpira wa nchi hii. Hatuna falsafa za hizi timu. Yaani yoyote anayekuja inabidi aishi humu. Kinachobadilika tu ni mtindo tu wa kiuchezaji, lakini picha nzima ya timu inatakiwa kuaje, inabaki ile ile ni ya timu. Kwamba hata mwalimu ukiondoka, anayekuja bado anabaki kuwa kwenye msingi ule tunaotaka sisi. Haina usajili utakaofanyika. Ndio maana ukiangalia wanahitaji sana wakurugenzi wa michezo, watu wa ufundi, kwa sababu ya kushape hivi vitu. Mwisho wa siku hata mwalimu akiondoka, ataondoka mwalimu na idea yake ya kucheza, lakini kuna misingi ya aina timu yetu inatakiwa kucheza, tunatakiwa kuwa aina gani ya wachezaji wao kwenye timu yetu ili tuweze kuperform, itaenda kubaki pale pale. Kwa hiyo ni changamoto kwenye mpira wetu, sio klabu hii, sio ya Yanga, sio Simba, sio ya Azam. Kuna vitu vingi vina miss kwenye mpira wetu, na ndio mahali ambako mimi nazungumzaga, tuna ile kauli sisi tunakaa tunapiga story kwamba ligi yetu ya 5 barani Afrika, sio ligi yetu ya 6. Mimi nasemaga ni ligi kwenye takwimu tu, kwenye uhalisia hatupo huko. Yaani tuko mbali na hicho ambacho kinaonekana hapa. Kwa hiyo kwangu mimi tuna vitu vingi vya kuboresha. Kwa hiyo
uongozi wa Young Africans kwenye sajili zilizofanya, yes, kuna eneo wamemiss, na kuna eneo ni eneo la mwalimu kumiss, na kuna eneo la mashabiki kumiss. Yani kila mtu ana namna yake ambayo amechangia hichi ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi Young Africans kitokee. Kwa hiyo kwangu mimi naamini tusubiri raundi ya pili ni kitu gani ambacho wanaweza kwenda kukifanya, kwa sababu nimeona taarifa pia kuna kikao, sio kuna vitu vinaenda kufanyika, na mimi ambacho naweza kukiona, sio mtabiri, lakini nahisi kinaweza kutokea. Hapa inaenda kujadiliwa hatma ya mwalimu. Sio mtu mwingine yoyote, ni hatma ya mwalimu, kwa sababu ndo mtu pekee ambaye tunaweza kumgusa kwa sasa na akagusika, sio wachezaji. Kwa nini mwalimu, wakati hivi sasa tunaona timu ipo inaongoza ligi katika timu, yani ukiangalia katika namba bado Yanga ndio yupo juu kuliko timu zingine? Mimi sio muumini mkubwa sana wa numbers, kwa sababu kuna baadhi ya vitu huhitaji hata numbers zikuonyeshe kwamba hiki kitu hakiko sawa sawa. Young Africans ndio timu inaongoza kufunga goli nyingi, tunakubaliana. Ndio. Ndio timu ambayo imeconcede goli chache, tunakubaliana. Kwa hiyo watu wanalalamika timu haichezi vizuri. Issue inakuja sio tena kufunga, sio kuzuia. Namna gani tunafunga, namna gani tuna defend. Tukikutana na watu ambao wako smart, tuko kwenye matatizo. Ukiangalia stories ambazo zinapigwa kipindi cha hatua ya makundi ya CAF Champions League, the way ambavyo watu walikuwa wanazitafsiri hizi timu ambazo tulikuwa tunacheza nazo kwenye hatua ya makundi kwa timu za Tanzania, watu walikuwa wanataka kurahisisha vitu. Leo tunazungumza Esperance yuko nusu finali, amemuondoa Ahali ambaye kwenye hatua ya makundi alikuwa anaonekana ndio tishio kwenye kundi, lakini amekutana na Esperance ambaye alikuja kucheza na Simba hapa. Watu wanaamini Esperance ni timu ya kawaida, lakini hesabu zinazopigwa na wale watu tofauti na sisi. Sisi tunapiga hesabu za kwenda kutafuta sare, watu wanatafuta alama 3, wanapiga hesabu zao kwenye hatua ya makundi, nikiwa na alama zipi nimequalify. Hatua ya mtoano inahitajika kufanya nini? Kwa sababu hatua ya mtoano sio tena alama, goals, unaweza wa kufunga. Yani issue sasa inakuja ni kwenye namna ya wewe unavyocheza. Kwa hiyo mimi naamini hizi timu zetu kwenye hichi ambacho kinazungumzwa kwa Young Africans, issue sio kushinda michezo, issue sio shida kufungwa goli chache. Unachezaje kiwanjani? Ndio sababu ile muondoa Ramovic hapa. Ni kucheza, sio matokeo. Ramovic alikuwa na matokeo mazuri. Issue ni kucheza, timu yako inacheza vipi? Tatizo ndio linakoanzia hapo. Kwa hiyo numbers ni sehemu ya kudecorate hivi ambavyo tunavizungumza. Tunaangalia leo, labda ukimwangalia kipindi kile Esperance alikuwa na alama 4 kwenye group, lakini ndio timu ya pili kwenye timu zilizotengeneza nafasi kubwa nyingi kwenye michezo. Ni nafasi ya pili. Leo tunazungumza wako nusu finali, sio kwa bahati mbaya. Waliweza kwenda kuboresha kwenye eneo dogo tu na kuweka mpira kambani. Leo tunazungumza Ahali amekufa nje ndani. Sio bahati mbaya, na Ahali amefungwa Cairo, sehemu ngumu ambako timu nyingi zikienda pale zinaumia. Mara mwisho Ahali anafungwa pale kabla Esperance, amefungwa 2007. Sasa imagine 2007 mpaka tunazungumzia 2026, ni miaka mingi imepita, watu hawajapata matokeo mle ndani. Ile Esperance ameenda kutwist tu pale ambako palikuwa pana changamoto, wamekuja kuonekana ubora. Kwa hiyo kwangu mimi nataka kuamini kuna vitu vingi, na hicho ambacho mimi nahisi kinaweza kutokea ni issue ya mwalimu, ni namna ambavyo timu imekuwa inacheza. Yaani sio namna timu inapata matokeo. Matokeo kweli timu inapata, tunashinda, tunaongoza ligi, lakini hatuongozi kwenye njia ambayo inawezekana inatupa muendelezo sahihi. Ndio maana tunazungumza sare 3 mfululizo. Ni kitu ambacho Young Africans hawajazoea kwenye miaka iliyopita huko nyuma. Kwa hiyo wanahitaji kuondokana na hiki. Na ili ukiondokana nacho ni performance yako kiwanjani. Matokeo ni outcome ya mwisho kabisa kwenye mpira wa miguu, na ndio maana mimi sijawahi kudeal na outcome kama performance sioni. Kama performance iko vizuri, tunategemea outcome ya muda mrefu. Yaani Yanga kudominate ligi kwa miaka 4 ni kwa sababu ya performance, sio matokeo ya mwisho. Performance ndio ili guarantee vyote kuja kufuata. Kwa hiyo wangekuwa na deal na matokeo tu, naamini kuna baadhi ya walimu wasingefukuzwa Young Africans, lakini walikuwa wanahitaji performance ambayo inaweza kuwa guarantee matokeo ya muda mrefu zaidi. Kwa hiyo hicho ambacho nakiona kwa sasa, naamini ni issue tu ya mwalimu, wanaweza kumuondoa muda wote kutoka sasa. Hizi sare 3 ambazo wanazozipata zina maana gani kwa wapinzani wao ambao wanaofuata, tukiangalia Simba pamoja na Azam FC? Yani bado na wenyewe wako kwenye njia hiyo hiyo. Hawana uhakika wa kushinda michezo. Yaani ndio tatizo lingine. Wao wenyewe hawana uhakika wa kushinda michezo, kwa sababu ukiangalia sare ya kwanza ya Yanga, Simba alikuja akapata sare huko, Azam naye alikuja akapitia mazingira hayo ya kupata sare, na kwa hiyo vitu havibadiliki. Yaani ingekuwa wao wana uhakika wa kupata matokeo 100%, tungekuwa tunazungumza hawa watu wanaoelekea ubingwa, lakini uhakika wa kupata matokeo 100% na kwenye ni changamoto. Kwa hiyo inaweza ikawa ni faida nyingine kwa Young Africans kwenye hicho wanachokipitia. Yes, tunapoteza alama, lakini tunaoshindana nao pia wako kwenye njia hiyo, wanaweza kupoteza alama vile vile. Kwa hiyo tunaweza kupull up, mwisho siku tukarejesha kile ambacho kilikuwa kinakosekana na tukaelekea kwenye ubingwa wetu wa 5 wa msimu. Kwa hiyo inawezekana kabisa na wenyewe wakaenda kwenye right track ya kubadilisha kilichopo sasa na kwenda kupata matokeo na mwisho siku kwenda kutoa ubingwa, au hawa ambao wana compete nao wakatumia haya madhaifu na wao kuja kupull up kwa kisha wanaenda kupata ubingwa. Lakini kwa namna ambavyo trend ya Azam, mimi Azam kidogo ananipa mashaka.
yani wananipa mashaka sana kufikia ubingwa, kwa sababu hawakuonyeshi kwamba unaweza kwenda kucompete kwa sababu ya ubingwa. Kwa hiyo Azam kidogo nachelea kuwaweka kwenye race ya ubingwa. Kwa namna gani? Namna ambavyo wao wanapata matokeo. Tunazungumza mpaka sasa hivi ni michezo 15, wao una sare 8. Yaani kwenye sare 8 kwenye michezo 15, turudi kwenye michezo 15 ya pili ya round ya pili. Tuseme tu una sare zingine 5. Huwezi kupata ubingwa kwenye hayo mazingira. Kwa hiyo ni ngumu, na mimi nazungumzaga kila siku. Azam kabla ya kucompete na Simba na Yanga, acompete na Azam yenyewe. Vuka level za Azam yenyewe. Ubingwa wa nchi unaanzia alama 70 na kuendelea. Wewe mara mwisho Azam kufikisha alama 70 ni lini? Ukumbuki. Huwezi kupata ubingwa kwenye hayo mazingira. Kama unataka ubingwa, angalau ufikia hiyo margin ya hizo alama ambazo watu wanaziweka kuset standard ya ubingwa. Ukiweza kufika hapo angalau kwenye misimu 3 mfululizo, unaweza kukaa kwenye meza moja na kuanza kudebate kwamba na wewe unataka ubingwa. Lakini leo una alama 59, kesho una alama 45, una alama 69, graph yako ieleweki. Kupata ubingwa ni ngumu sana. Ndio maana nachelea kumweka Azam hapo kwa sababu ya hiki ambacho kinaendelea. Sare 8 sasa hivi. Hapo kuna michezo bado umefungwa. Michezo uliyoshinda ni michache. Kidogo inakupa tafsiri kwamba kupata ubingwa haliwezi kuwa swala rahisi kwake. Kwa hiyo kwenye hiyo race ya ubingwa bado nitaendelea kumweka Simba na Yanga. Labda mabadiliko yatokee kwenye mzunguko wa pili. Awe na uhakika wa kushinda mechi after mechi, na hao wenzake wana uhakika wa kupoteza, ambao pia ni changamoto nyingine ambayo kwao imekuwa inaweza katokea mara moja. Inaweza kama michezo mingine 4 5 ndio unakuja kuona mtu anakuja kudondosha tena alama. Kwa hiyo sijui, kwa Azam kwangu mimi kwa sasa namweka kushoto, nabaki na Simba naye. Na kwa hizi sare ambazo hawa majiant wakubwa wamekuwa wakizipata kwa timu za madaraja ya kati, tunaweza tukazungumza kwamba ligi yetu imefikia vile viwango ambavyo watu wengi walikuwa wanatamani iwe ligi ya ushindani. Hatujafika kwenye hiyo level ya ushindani mkubwa kiasi hicho, lakini tumefika kwenye level ambayo watu pia wanaweza kujitoa kwa sababu ya kutafuta alama. Unajua mimi nazungumzaga hizi timu za madaraja ya kati zinapocheza na Simba na Yanga na Azam, inawezekana tofauti sana na wanapocheza na Azam. Unajua wanaamini kucheza na Azam ni rahisi kuliko kucheza na Simba na Yanga. Na ndio maana unaona mechi nyingi za Azam kufungwa au kusare inakuwa ni easy, kwa sababu wanaamini ni timu ambayo kwanza ikija kwenye favor ya waamuzi, Azam na wenyewe ni watu ambao wanapitia changamoto ya kuonewa, na wamekuwa sio watu wa kulalamika, kwa sababu hata fan base yao sio watu wa kupiga makelele mitandaoni kwamba hiki tumeonewa, hiki kimekuwa hivi, tofauti na Simba na Yanga. Kwa hiyo wao wanaamini nikicheza na Azam ni kama nacheza tu na mtu mwingine, kwa sababu tunapitia hizo scenario za kuonewa wote, ni sawa tu na hatuna nguvu hiyo ya kulalamika. Tofauti wakicheza na Simba na Yanga, hiyo nguvu inaanzia kwa mashabiki, viongozi wana ushawishi pia. Kuna baadhi ya matukio inakuwa ni faida kwa hizi timu, na ndio maana wamekuwa na wao kaida wa kushinda. Na ndio maana leo tunazungumza sare 3 zimekuwa zinaleta kelele nyingi sana mtaani, kwa sababu wamekuwa na hiyo mentality kushinda ni haki yao. Wakiona matokeo tofauti wanaanza kutafuta sababu, mwamuzi sababu, uwanja sababu. Yaani ili mradi tupate mahali pa kwenda kuegemea kwamba sababu ya sisi kutokupata matokeo ilikuwa ni hii. Lakini kwenye sababu ya kimpira hawataki kwenye kuamini hilo, kwa sababu wanaamini wana haki ya kushinda kila mchezo, ambako sio kweli. Hakuna mpira hivyo duniani. Itategemea maandalizi yako ya mechi yamekuaje, approach yako ya mchezo husika imekuaje. Na hizi stories ambazo zimekuwa zinazungumzwa kwamba timu hii na ndugu na timu fulani mazingira yake yanakuwa marahisi watu kuja kupata matokeo, pia ni kitu kingine ambacho kuiweka ligi kwamba imefika kwenye level ya ushindani kiasi hicho, hapana. Kama utakumbuka msimu uliopita, yani mtu wa kwanza na wa pili tayari wametengeneza mazingira ambayo mtu mwingine hawezi kufika, lakini tunazungumza mpaka mtu wa 10 anaweza kuwa mtu wa 3 hadi hivi sasa, si unanielewa? Kwa hiyo sasa, yani kama tunaweka mazingira, afu kuna daraja lingine la wanaoshuka daraja pia wana kaeneo kao pia wameshajitengenezea wenyewe kwamba sisi masiara tupo kwenye ligi. Kwa hiyo kuna hizo levels zipo tayari kwenye ligi. Kwa hiyo kuna vitu vingi, kuna huo ushindani wa madaraja, ila sio ushindani wa ligi nzima. KMC kupata matokeo michezo 5 mfululizo ni ngumu. Yaani ni ngumu mno, lakini ukienda kwenye baadhi ya ligi hivyo vitu vinawezekana, lakini kwenye ligi yetu hiyo bado. Naamini haya matokeo ambayo wanapata dhidi ya Simba na Yanga ni hiyo commitment ambayo tu wanaipata, kwa sababu ndio mechi ambazo zina spotlight kubwa zaidi kuliko mechi nyingine yoyote. Ukicheza na Simba, ukicheza na Yanga, mchezaji kitokea una perform vizuri. Leo tumwangalie mtu kama Chobwedo. Kwa nini Chobwedo anakuwa story? Performance mechi ya Yanga, performance ya jana dhidi ya Simba inakuwa story. Wilson Nangu, performance yake dhidi ya mechi ya Young Africans ilikuwa story. Lakini Nangu amekuwa na perform hivyo way back sana kwenye mechi ambazo amecheza, toka akiwa championship team yeye huko anauasha moto kweli kweli, lakini kwa sababu watu hatuzipi macho hizi mechi zingine, tunasubiri mechi za Simba na Yanga tu, ndio hapa tunaanza kuona kumbe mtu fulani ni mnoma. Lakini hawa watu ni wanoma muda mrefu kwa sababu ya spotlight ambayo wanaipata kwenye Simba na Yanga, na ndio maana hata hizi timu ndio mechi ambazo wanazitolea sana macho. Ile kauli tunasema wanakamia.
wanakamia humu, lakini hawa watu wachukue peleke kwenye mechi za level zao, kuna vitu huwezi kuviona. Performance hii mbona Azam dhidi ya Young Africans, alafu angalia mechi iliyofuata ya Azam na alicheza Azam na Mashujaa, angalia kilichokuja kuonekana, performance mbili tofauti. Kwa hiyo kuna hiyo picha ya mechi kubwa watu wanazikamia, alafu mechi za level zenu mnakuja kucheza kwenye uhalisia wenu sasa, kwa sababu hakuna mtu yuko na Mungu anatamani kupambana asajiliwe Mashujaa, anataka asajiliwe Young Africans, asajiliwe Simba, asajiliwe Azam. Ndio target ya wachezaji wengi kwenye mpira wa ligi hii, wanatamani kucheza kwenye hizi timu tatu. Sasa hivi kidogo Black Stars, kwa sababu ya cha kwanza maslahi, cha pili una hiyo opportunity ya kupata nafasi ya kucheza mashindano ya kimataifa, lakini ukienda kwenye level ya kimataifa hiyo nafasi yao kucheza ni ndogo, kwa sababu wenyewe pia wanasajili wachezaji kutoka nje. Unakuta kwenye eneo lako wewe ndo namba 10, wanaenda kuleta namba 10 kutoka Ivory Coast, wanaleta namba 10. Kwa hiyo hata nafasi yako kucheza inakuwa ni ndogo vile vile. Wewe utaishia kucheza ligi, tena mechi zenyewe za kuangalia na usoni na kucheza FA. Na hizo FA zenyewe inategemea na mechi. Ikitokea mechi inawakutanisha na hawa watu wakubwa, tuendelea kukaa nje. Tuangalie hata kwenye Mapinduzi. Mapinduzi yatachezwa, wewe ikifika finali Simba na Yanga, watu wanasafirisha watu kutoka Dar na peleka Zanzibar. Lakini mwanzo wa mashindano huko wameweka watoto under 20. Lakini ukishaona tu ni Simba na Yanga, cha kwanza wanaenda kulinda heshima ya dabi, inalindwa hapa. Kwa hiyo watu wanaleta full mkoko kaumane. Kwa hiyo nafasi ya wewe kucheza pia inaanza kuonekana ni ndogo. Kwa kwangu mimi nataka kuona huo ushindani unakuepo. Kinachoonekana kwenye mechi wanacheza dhidi ya hizo timu kubwa, hata kwenye mechi zao pia waweke ushindani ule ule. Na mimi nitakuwa na ligi nzuri sana. Na hizi biashara za fulani anahusika na fulani zibaki kuwa kwenye story, lakini kiwanjani pale ndo mahali ambako tunataka kuona utofauti. Basi. Na tumeona hivi sasa marefali wamekuwa wamekumbwa na adhabu na mambo kadha wa kadha. Lakini jambo kubwa, marefali endapo wakikosea, tumeona kuna marefali kadhaa washafungiwa, wengine wamefungiwa miezi 3, wengine miezi 6, wengine wameshushwa madaraja. Hili jambo linatija kwa hawa marefali wetu wa Kitanzania? Kuna namna linaweza likawa linatija kwa sababu ya kuwakumbusha watu majukumu yao ni nini wanatakiwa kufanya, lakini wakati mwingine kuna namna tunatakiwa kuwakumbusha. Kuna baadhi ya vitu ni kuwakumbusha tu, kwa sababu sitegemei kama kuna baadhi ya vitu vinafanyika kwa makusudi, na ni hiyo namna ambavyo tayari kuna standard tulishaiweka. Sasa hatuwezi tena kuikimbia. Unaona kilichotokea kwenye mechi ya dabi, baada ya pale kuna kama standard ilisetiwa kwamba ikitokea unafanya kosa hili adhabu ni hii. Kwa hiyo wengine wote wanaofuata kwenye hiyo chain, ikitokea kuna mtu ataenda nje ya hiyo adhabu, watu watarudi na kuzungumza. Yaani kwa nini huyu amefanya kosa hili hajaadhibiwa kama yule? Na ndio maana ukiangalia hata adhabu iliyotoka, mimi kuna mtu anafungiwa miezi 6, mwingine miezi 3, na kwa kosa ni lile kushindwa kutafsiri sheria ya offside, kidogo nimepata mashaka hizi adhabu namna ambavyo zimekuwa zinatolewa. Kwa hiyo nataka kuamini kwamba kuna hiyo room ya kuwakumbusha ni nini cha kufanya, kwa sababu kuna offside zingine ziko tight sana. Yaani mtu hawezi kungamua kwa haraka. Yeye anatakiwa atoe maamuzi ndani ya sekunde 2 tu. Tofauti na wewe unapata nafasi ya kuangalia picha ya marejeo zaidi ya mara 3, unarudisha nyuma, unarudisha nyuma, mpaka unajiridhisha, lakini anatakiwa kufanya maamuzi pale pale. Hakuna VAR, hakuna lolote. Kwa hiyo ni changamoto. Kwa kuna muda tunawapa hizi lawama kwa sababu kuna baadhi ya matukio yanafanyika kwenye mazingira ambayo kidogo unashindwa kuelewa nini inakuaje. Mimi nimeangalia mechi moja, ilikuwa mechi ya JKT sio ilicheza na nani. Imepigwa mpira golini, goalkeeper amesave, mwamuzi akaweka ni goal kick badala ya kona. Na mshika kibendera anaonyesha ni kona, lakini mwamuzi anambia weka pale. Kwa kuna hizo nyakati ukianza kusema urefa labda amezunguka ameokota hela kwa watu, huwezi kukataa. Yaani kwenye situation kama ile unasemaje ni goal kick na sio kona, na goalkeeper ndo kacheza mpira. Kwa hiyo kuna hayo mazingira pia adhabu zinastahili hawa watu kuzipata, lakini kuna baadhi ya matukio ni kukumbushana tu, kwa sababu wale pia ni binadamu, wale makosa yanatokea. Kwa hiyo mimi naamini hizi adhabu ambazo tayari zipo mpaka sasa hivi, hiyo standard ambayo imewekwa kwenye mechi ya Simba na Yanga, isingekuwa ile mechi, naamini kuna baadhi ya waamuzi wasingefungiwa kwa baadhi ya matukio, lakini tayari standard iliwekwa pale. Kishindwa kutafsiri tu sheria, wewe tuna wewe miezi yako 3, mizunguko kadhaa unakosa, kuna kushushwa daraja, ilianzia hapo. Kwa hiyo nataka kuamini kwamba kuna baadhi ya matukio kidogo tuwe na namna tu ya kukumbushana, bana hii inatakiwa kwa hivi, kinatakiwa kwa vile, maisha mengine yaendelee. Kwa namna hizi adhabu zinavyotoka tuoni kwamba waamuzi wanawekwa kwenye pressure kubwa kuelekea katika michezo ambayo wanaoichezesha. Yes, lazima watengenezwe hiyo pressure, kwa sababu yeye mwenyewe anawaza hapa, nikikosea kuna kushushwa daraja, nikikosea kuna kufungiwa mizunguko 3 mpaka mizunguko 5, nikikosea kuna kulambwa miezi 6 kukaa nje ya mchezo. Kwa hiyo kidogo unaona ni hali ngumu kwao. Kwa hiyo mwamuzi anakuja kiwanjani ana pressure kubwa kwamba natakiwa nifanye vitu kwenye ubora mkubwa sana nisikosee. Sasa namna ambavyo unajitahidi kutokufanya makosa ndivyo unavyokuja kukosea, kwa sababu kuna msemo mmoja wanasema unachotumia nguvu kubwa sana kukizuia ndicho kinachokuwa. Yaani kwa tafsiri rahisi ambayo labda watu wanaweza kanielewa,
Ushaona ile kuna mtoto namchunga sana, akipata nafasi moja akirudi ana mimi. One mistake one goal. Yes. Kwa hiyo wanajitahidi sana kuepuka hayo makosa, lakini mwisho wa siku wanajikuta wanakosea kwa sababu ya pressure kuwa kubwa. Kwa mimi nataka kuamini wangewapunguzia pressure, waache wachezeshe mechi zao fair kabisa. Mwisho wa siku tutakuja kuwahukumu kwa kile ambacho kimeonekana, lakini kuwekea pressure, zile kauli zinatoka kwamba utaenda jela kidogo inawatia watu kwenye wakati mgumu. Kwa hiyo nataka kuamini pia kuna matukio kwa wale wana deserve adhabu na kuna matukio inatakiwa tu fairness iwepo. Yaani yes, ili ni kukumbushana hivi kwa sababu kuna maonyo pia natakiwa kutolewa. Toa onyo, maisha mengine yaendelee. Sasa tukiwafungia waamuzi wote hawa anakuja kucheza mpira nani? Kuna changamoto. Kwa hiyo hata namna ya kutengeneza status zao kwa CAF na FIFA ni ngumu. Yaani mtu akija mtu anafungiwa kila kukicha, hamna mwamuzi huko. Hawezi kumchukua. Kwa hiyo pia sisi tunatakiwa tuwalinde hawa watu. Yes, wanakosea. Kuna hiyo room ya kukumbushana, lakini ukiona tengeneza status mbaya kwake, yani huko wa nje anamwamini vipi? Kama wewe kwako tu umwamini, wewe wa nje anamwamini vipi? Kwa kidogo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kama tunataka kutengeneza mpira wetu pia tukumbuke kuna kulindana, kwa sababu tukiondoa mpira haya ni maisha. Yaani tukiondoa tu mpira haya ni maisha. Kama ambavyo wao wenye mpira wao wanazungumza kuna maisha baada ya mpira. Kwenye hizo fair play kwa baadhi ya wachezaji wanapokutana kiwanjani. Kwa hiyo tuangalie vitu vyote vile. Mimi naamini kwa referees, yes, wana room yao ya maboresho, waboreshe tu kwenye hicho wanachoendelea. Na tukiangalia kwa upande wa klabu ya Simba, naona hivi sasa wamekuwa na improvement game baada ya game. Unazungumziaje usajili wao waliofanya wa dirisha dogo kwenye kikosi chao? Ni usajili mzuri, lakini bado pia una mapungufu. Sio mzuri 100% kwamba ndo inawapeleka hapo, kwa sababu pia kuna mechi wamedondosha alama. Sio kwamba ndo wako kwenye level hiyo. Naamini na wenyewe bado wako kwenye hiyo nafasi ya kuendelea kuboresha timu yao. Unajua timu yao imevurugika sana kwenye kipindi cha hivi karibuni. Wachezaji waliowaleta, uongozi pia kubadilika, benchi la ufundi kubadilika pia ni sababu nyingine tunataka kuzungumza hata kwa upande wa Young Africans. Inapelekea pia matokeo kwa changamoto. Kwa hiyo hata kwa Simba naamini sajili zilizofanya Januari ni sajili nzuri, lakini ni namna gani wanaweza ku make hiyo statement, wanaweza kubakisha hiyo level hapo mpaka tunaenda kumaliza msimu. Ukiangalia ingizo la mtu kama Libase Gay, ukiangalia mtu kama Anse Toura, njoo kwa Ismail Toure, njoo kwa goalkeeper Kasali, ni watu ambao wamekuja na wameclick, wameingia kwenye timu. Na ni kwa sababu pia kuna watu walikuwa wanapitia changamoto ndani ya timu hiyo hiyo. Mimi sitaki kuamini kwamba tungekuwa Simba wangekuwa na yule mpanzo wa msimu uliopita. Kati ya Anse Toura pamoja na Libase kuna mmoja angesubiri. Lakini kwa sababu tayari kuna hiyo mtu ku drop, hii inakuwa ni advantage kwa anayekuja. Akionyesha kitu kikubwa atabaki hapo. Na kitu kingine mimi naona watu wawili wanacheza mimi, yani mimi ndo Libase, mimi ndo Libase. Mimi ndo Anse Toura, mimi ndo Anse Toura. Creativity yao kwangu mimi bado haijafika kwenye hiyo level. Yaani tuwe hapo. Tunazungumza Mpanzo ambaye hayuko kwenye performance nzuri, lakini kwenye top assist ukimtoa Fei ni Mpanzo. Na hayuko kwenye kiwango bora tunazungumza. Walioingia wanacheza game week in week out. Hajafika kwenye hiyo level. Kwa hiyo creativity yao pia ni tatizo. Wale wanacheza mimi ndo Libase, nimeshika mpira, nimepunguza wa kwanza wa pili, mpira umepotea, tunakuwa abiria tunatembea. Kwa hiyo pia wenyewe wanatakiwa kukumbushwa na kuboresha kile ambacho wanakifanya uwanjani, kwa sababu mwisho wa siku tutapiga hizo kelele za wewe ni Libase, alafu mwisho wa siku timu inafaidika nini na wewe zaidi ya kukimbia? Mwisho wa siku inakuwa haina faida yoyote. Kwa hiyo wanatakiwa pia kuboresha kwenye end product yao, kama ambavyo tumekuwa tunazungumza kwa baadhi ya watu. Kwa nini Fei anaendelea kumuimba hapo? Amekuwa anaonyesha hivyo muda mrefu na bado anaendelea kuonyesha hivyo, na tunazungumza anacheza Azam, uchezi Simba wala Yanga, amecheza kwenye hizo timu na alionyesha pia. Kwa hiyo natamani kuona hawa ambao sisi tunataka tunawazungumza hapa kama professional players, wachezaji wanaotoka nje, sio wana vitu vingi, wanalipiwa vibali. Hebu onyeshe hiyo thamani ambayo wao watu wanawapa. Wakishindwa, mimi naamini tuendelee tu kubaki na wachezaji wetu hawa kila siku.